Karibu sana katika kipindi chetu siku ya leo tena. Mungu ametupatia kibali, ametupatia nafasi ya kuweza kuwa pamoja katika live yetu ya siku ya leo. Nikukaribisha sana popote ulipo. Kama ilivyo desturi yetu, tunakutana kwa ajili ya kuhakikisha tunafanya mapinduzi ya miradi ya nyumbani. Yaani jambo moja ambalo nataka kila wakati ukiwa unafuatilia masomo haya ujikubali kwamba wewe ni sehemu ya watu ambao wanakwenda kuleta mapinduzi makubwa sana ya miradi ya nyumbani. Yaani hicho ndio kitu ambacho cha kwanza kabisa inabidi ukiweke katika akili yako. Yaani usijione kama ni mtu wa kusindikiza. Unajua kwenye maisha bwana kuna wasindikizaji. Sasa usiwe wewe. Usiwe wewe hata kidogo. Okay, nikaribisha sana na nisipoteze muda mwingi kwa sababu tuna mambo mazuri ya kudiscuss. Jambo la msingi ni moja tu, hakikisha umekaa mpaka mwisho. Sababu gani ya kukaa mpaka mwisho? Kwa sababu kila point ambayo nitakuwa naizungumza itakuwa ina thamani kubwa sana ya kubadilisha hatima yako. Kwa hiyo ambao umekuwa ukiendelea kutufuatilia, tunaendelea kukutia moyo kwamba uko sehemu sahihi kabisa. Kuna sababu ambayo umeiona ndio maana umeendelea kutufuatilia. Jambo la msingi, hakikisha unajua nini hasa napata kwenye hii safari. Nini hasa napata kwenye hii safari? Unajua mtu mzima kama kuna kitu amepata, kama kuna kitu anapata, anajua kabisa hichi ndio kitu napata. Kishikilie kile kitu. Kishikilie kile kitu. Usikubali kikakuacha. Ukikubali kikakuacha, hautaona thamani ya muda ambao unawekeza. Mimi mwenyewe ninafurahi sana na sababu ya kuendelea kushow up na kuwa na wewe ni kwa sababu nakuona. Ningekuwa sikuoni ningeacha, lakini kwa sababu nakuona najua kuna kitu ambacho unaweza kuwa unapata. Kwa kila siku namuuliza Mungu kwamba hawa watu ambao leo unaniandalia nikawaambie nini. Leo tupo katika episode namba 21 katika mwendelezo wa episode zetu. Tunasema hivyo ili yule mtu ambaye ndio mara yake ya kwanza kabisa kuweza kutufuatilia ajue kwamba kuna masomo ambayo anawajibika kuyafuatilia. Rafiki yangu, tusikutishe sana, lakini elewa tu kwamba safari ni hatua. Na leo tunaangalia episode namba 21 ambayo inasema jinsi mradi wa nyumbani, yani bustani na kuku, unavyojenga mshikamano katika familia. Leo nataka tujadili kitu kimoja ambacho ni muhimu sana. Naweza nikasema ndio core ya Profitable Farm. Hususan tunapozungumzia kuhusu profitable garden na tunapozungumzia kuhusiana na issue ya kuku uchumi, au kwa kifupi sisi tunaita rich home garden. Rich home garden. Leo ngoja nikupe tafsiri ya rich home garden. Watu wengi wao wanajua rich home garden ni Richard Garden. Wengi sana hata wakitupigia simu au tukiwa tunawapigia, naongea na brother Rich. No, mimi naitwa Ahazi. Na sisi katika familia yetu au kwenye kampuni yetu hakuna mtu anaitwa Richard. Rich manake ni utajiri. Rich home garden, bustani ya kitajiri. Very simple. So, tunaamini kwamba utajiri unaanzia nyumbani. Utajiri hauanzii mtaani. Utajiri hauanzii mahali fulani. Utajiri unaanzia nyumbani. Na siku zote lazima uwe na kitu kimoja ambacho kitakusaidia sana. Sisi tunaamini kwamba utu wa mwanadamu, tunasema human dignity, unajengwa kwenye familia yenye misingi imara ya afya, chakula salama na kipato cha uhakika kupitia miradi ya nyumbani. Utu wa mwanadamu. Sasa hivi tuna kasumba ya kuteseka na kuona kwamba watu wameenda shule, wameenda vyuo, wamerudi mtaani, wakaishia kwenye bodaboda, wakaishia kufanya kazi ambazo sio fani walizosomea. Mzazi analalamika, jamii inalalamika, mwanafunzi hajielewi. Hakuna anayemwelewa mwenzake. Tatizo liko wapi? Okay, kila mmoja anawajibika kwa nafasi yake. Mwanafunzi anawajibika kwenye nafasi yake, mzazi anawajibika kwa nafasi yake, jamii inawajibika kwa nafasi zao. Lakini jambo moja ambalo ni kubwa zaidi, kila kitu kikubwa kina msingi. Kila kitu kikubwa kina msingi. Sehemu ambayo inajenga watu, nisikufiche, sehemu ambayo inatengeneza watu sio shule
wala sio kanisani, wala sio msikitini. Sehemu inayojenga watu ni kwenye familia. Naomba nirudie. Sehemu inayoandaa majinias ya kesho, majitu yatakayo kwenda kubadilisha dunia, nyumbani. Sio shule, sio msikitini, sio kanisani. Huko kuna kwenda kuendeleza. Kuna tofauti kati ya kuanzisha na kuendeleza. Kuna tofauti kati ya msingi kwenye nyumba na kuta na paa kwenye nyumba. The foundation of the future generation start at home. Msingi ambao unajenga kizazi cha kesho ni nyumbani. Hakuna sehemu nyingine. Tutalalamika, tutanyoshea vidole watu. Hakuna sehemu nyingine inayojenga future ya mtu, ni nyumbani. Angalia kacha zilivyo zina nguvu. Utamaduni una nguvu kuliko elimu. Utamaduni una nguvu kuliko mambo ya kiimani. Kacha, utamaduni. Angalia familia ambazo zinafanya vizuri leo mtaani. Hata zimetengenezwa shule, zimetengenezwa kwenye kacha. Mimi nakumbuka, mimi natoka kwenye kacha ambayo hatufanyi biashara. Sisi tunaamini katika kilimo, au sio? Lakini mimi nikasema no. Kwa nini siweze kufanya kitu katika ubora kwa sababu nimeenda shule? Jambo la kwanza ilikuwa kuhakikisha natumia muda mrefu kubomoa baadhi ya kacha mentality, baadhi ya akili za kiutamaduni ambazo zilikuwa zinanipeleka kwenye misingi ambayo sio. Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Itakiwa ni komiti miezi 40 ya kusoma usiku na mchana, ya kuandika usiku na mchana, na kuenda mtaani na kuongea, kutengeneza mindset mpya. Nilitumia miezi 40. Na mpaka leo kuna vitu vingine havijaisha. Kwa nini? Kacha ina nguvu kubwa sana. Kwa kama iko sahihi, itajenga kizazi sahihi. Kama iko fake, itajenga kizazi fake. Leo angalia Tanzania, kuna makabila yanajulikana tu kwamba yanafanya vizuri mtaani. Hakuna kitu cha kuficha. Nenda mtaani kaangalie leo majitu yanayotengeneza pesa. Ukiangalia wakiwa 20, wakiwa 30, unashangaa makabila mawili, makabila matatu. Angalia background zao wanafanya nini kwenye kacha zao. Utakuja kugundua. Sasa mimi nataka tuzungumzie kitu kimoja ambacho ni very very important. Hii ndio core ya Profitable Farm. Sisi tunaamini utu wa mwanadamu unajengwa nyumbani. Huko kwingine kote kunaongeza. Utaenda shule. Sijui nimekuwa affected labda kwa kwenda Marekani. Bwana wape story moja itawasaidia. Wewe kama mzazi leo una jukumu la kutengeneza future hicho kizazi chako. Hii story ilinipa kidogo pain. Wakati tumeenda Marekani mwaka 2011-12, wenzetu wanachofanya mtoto akifika miaka 7 wameshajua mtoto anatakiwa apate nini, akasome nini, awekezewe sehemu gani. Mzazi nyumbani anajua, mtoto mwalimu shuleni anajua. Hawapotezi muda. Hakuna mtu anapoteza muda. Mtoto mazingira anayowekewa nyumbani ndio anawekewa shuleni. Kinachokuja kutokea ndio wamefika hapo leo walipofika. Hakuna mtu aliyefika mahali kwenye mafanikio alifika kwa bahati mbaya. Alitengenezwa. Hakuna mtu anaibuka tu amekuwa mtu aina fulani. Ametengenezwa. Mmoja kati ya mentors ambao leo mimi nawakumbuka ambao wametengeneza maisha yangu wako wawili. Mentor wangu wa kwanza ni wa confidence, mentor wangu wa pili ni wa strategia. Sijaibuka tu. Kuna mahali nimepitishwa, nimetengenezwa. Hakuna mtu aliyefanikiwa ambaye hakuandaliwa wala hakutengenezwa. So, somo letu la leo ni somo ambalo litakuwa hivi kama nilivyoanza. Yaani litakuwa hivi kama nilivyoanza. Lakini nataka likuingie kwenye damu. Unajua, sasa hivi kwa mfano, unaweza kuwa unapigania sana maisha yako. Unatoka asubuhi, unapambania kazi. Haina shida. Iko vizuri kabisa. Unajua nini kinatokea? Ukisahau familia, utazipata pesa baada ya miaka 20. Lakini itatakiwa hizo pesa muanze kugawana na watoto wako. Unajua kwa nini? Watoto wanatakiwa kujengwa kwenye misingi ya kesho. Tenga muda wa kupambania pesa, tenga muda wa kujenga kizazi cha kesho. Balance. Sasa, sisi kama Profitable Farm tunaamini tunahitaji kuwa na platform.
platform itakayoleta mshikamano, itakayoleta watu tuwe karibu. Unajua maana ya platform, maana ya jukwaa ni nini? Maana ya jukwaa ni kuwaleta watu pamoja. Hili jukwaa la Instagram ndio limeleta mimi na wewe pamoja. Lisingekuwa jukwaa la Instagram, huenda tusingekutana. Maana ya project ya nyumbani ni platform inayoleta mshikamano wa familia. Tunataka kujenga kombola litakayobadilisha aina ya Tanzania tunayotaka kesho. Lazima tuanzie kwenye familia. Huko kwingine ni mbwembwe tu, ni mambo ya fasta papa. Lazima tuanzie kwenye familia. Kama familia hazitawekewa msisitizo, ndio mambo ya miaka miwili, miaka mitatu, hakuna kizazi cha maana baadaye. Mimi namwamini Mungu kwamba haya maono ambayo ametupatia Profitable Farm ni kwa ajili ya kutengeneza future ya kizazi kijacho. Yaani hicho ndio kitu ambacho sisi tunakiamini. Nitakwambia haya mambo mengine yote ni matokeo. Yote ni matokeo. Lakini sababu ya msingi kwa nini tupo na kwa nini tunapambana kama tunavyopambana ni kwa ajili ya future ya hawa watu ambao tunaona leo bado hawajaiva. Unajua kama tayari mambo yameshaharibika, kwa nini tusianze kutengeneza mambo mapya? Okay. Leo tunazungumzia mshikamano, tunazungumzia umoja, tunazungumzia muungano. Kabla sijaenda mbali, moja kati ya project ambayo tutaifanya kwenye mwaka unaokuja ni tunaita Kuku Family Day. Tunaita Kuku Family Day. Of course bado hatuja officialize kwamba jina litakuwaje, lakini tutakuwa na kitu kifuatacho. Nione maua yenu, maana mlisupport, nataka nirudie hapa kwa kishindo zaidi. Tutakuwa na siku ya kula kuku. Yaani tutakuwa na siku ambayo, yaani kuanzia asubuhi, supu kuku, mayai ya kuchemsha, chipsi kuku, kuku aliyostiwa. I say, sio ni kwamba hiyo nielewa rafiki yangu. Tunataka kwa jipange hiyo siku ya kula kuku rafiki yangu. Jipange kweli kweli kwa sababu itakuwa ni siku ya fujo. Yaani kuanzia asubuhi ni posti za kula kuku tu. Nakwambia rafiki yangu, yaani kubali, yaani hakikisha na utakuwa sehemu ya hiyo siku. Kwa sababu na uanze maandalizi mapema. Uanze maandalizi mapema. Okay, sikiliza. Najua watu wengi mna ndoto ya kuja kuwa na miradi mikubwa. Una ndoto ya kuja kuwa na mashamba makubwa, kuku 2000, una ndoto ya kuja kuwa na maikali ya mboga na vitu kama hivyo. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Tuendelee kusubiri hizo ndoto? Tuendelee kusubiri kuku 2000, 3000 ambao bado hawajatokea? No? Hapana. Kuna kitu kimoja nataka leo nikupe siri moja. Kwenye maisha, ili ufanikiwe, unapaswa kuwa na energy kila siku. Naomba nirudie. Hii ni point ya msingi sana. Ili ufanikiwe, unatakiwa kuwa na energy, unatakiwa kuwa na nguvu kila siku. Sasa kuna watu aina mbili huku duniani. Kuna watu aina mbili. Kuna watu ambao na ili uwe na energy, ili uwe na nguvu kila siku, unatakiwa kuwa na kitu kinaitwa furaha. Unatakiwa kuwa na furaha ili uweze kuwa na energy. Na huwezi kuwa na furaha isiyo na sababu. Huwezi kuwa na furaha isiyo na nini? Isiyo na sababu. Na kila wakati energy ikishuka, vitu vinashuka. Mambo hayatokei, vitu vinakuwa vigumu. Sasa kuna watu aina mbili. Kuna watu ambao wanaenjoy mchakato, wanafurahia mchakato. Yaani kila siku wao wanafurahia kile wanachokifanya. Hilo ni kundi la kwanza, na ni wachache sana, na ndio watu ambao wameleta mapinduzi makubwa kwenye hii dunia. Wanaenjoy process, wanaenjoy mchakato, wanafurahia mchakato. Au sio? Namba 2 ni watu ambao wanafurahia matokeo. Anakuambia kwamba yaani siku mimi nikiachieve, siku mimi nikifikia malengo yangu, yaani nitaluka bara. Okay, mimi nimekuwa katika biashara nyingi kidogo wakati najitafuta kujua nafanya nini. Kwa sababu mimi nimekuwa napenda biashara muda mrefu. Kuna moja kati ya biashara ambayo nimewahi kushiriki na kuwepo. Yaani mtu anafanya afanyalo, awe recognized. Yaani afurahi. Kuna apate matokeo ili mradi tu afurahie matokeo. Unajua mara baada ya kupata matokeo ikatokea majuto na manunguniko na mauzuni kibao baada ya hapo. Kwa nini? Ameweka focus kubwa kwenye matokeo.
Matokeo ni matokeo ya mchakato. Andika hiyo point kusaidia rafiki yangu. Matokeo ni matokeo ya mchakato. Sasa matokeo huwa yanatokea mara moja, ila mchakato utakuwa nao siku zote. Yaani siku moja mimi nikiona bustani nitafurahia sana. Itakuja tu, lakini itasababishwa na matokeo na mchakato. Sasa na kitu kingine ambacho hujui, siku matokeo yakitokea hutaamini kama yametokea. Mimi nakumbuka kama siku kama 10-15 zimepita, kama 10-15 tulikuwa naboresha bustani yetu. Sasa unajua changamoto ya matokeo iko hivi. Siku za nyuma nafikiri nilikufundisha kitu kinaitwa compound interest. Compound interest ni muunganiko wa vitu vidogo alafu unashangaa vimepelekea kitu kikubwa, ambapo sasa hata ukiambia uelezee kwamba umefikaje ulipofika uelewe. Umeona shida yake sasa? Sasa ngoja nikwambie siri. Siri ni hivi, ukisema utapambania matokeo, hautagundua kama siku hiyo umefikia ile matokeo. Utaona kama ni kitu cha kawaida, kwa sababu yale matokeo hayatokea overnight. Yaani hauwezi kuamka ukaamka leo ukashangaa yametokea. No. Manake nini? Manake ni kwamba watu wengi ambao huwa wanapambania matokeo huwa wanaishia kwenye kitu kinaitwa misongo, mikanganyiko. Kwa sababu kila wakati akifikia yale malengo, anaona malengo ya mbele zaidi. Yaani kwa mfano, angalia, leo unasema, I say, mimi nikipata 100,000, I say nitafurahi sana. Ukishaipata 100,000, hautafurahi. Ile utasema, hata ingekuwa 200,000. Hata ingekuwa 500,000. Sasa inakuja, imekuja 500,000, unasema, sasa hii, sasa ingekuwa hata milioni. Wewe vipi? Umeona kinachotokea? Badala yake nini? Furahia mchakato. Mimi nakumbuka mentor wangu wa strategia aliwahi kunifundisha kitu kimoja ambacho kilistiki kwenye akili yangu na hakitakaa kitoke. Naomba nikuelekeze. Unapenda nikuelekeze? Hapa lazima ukubali kama unataka nikwambie. Comment hapo chini kipenda watu 3 ambao mko tayari niwaelekeze. Nitawaambia aliniambia nini ambacho kilistiki kwenye akili yangu na kikabadilisha maisha yangu, na natamani leo nikwambie ni kitu gani. Sema hapo kama uko interested nikwambie. Okay, sasa rafiki yangu ni hivi. Badala ya kufocus, badili focus yako kuanzia sasa hivi. Badili focus yako. Badili focus ya matokeo. Rudi kwenye focus ya mchakato. Badili focus ya matokeo. Rudi kwenye focus ya mchakato. Hiyo ndio kitu nataka uweze kuangalia. Unataka uweze kujua kuanzia sasa. Badili focus hiyo. Itakusaidia na utafika mbali sana. Sasa leo nataka tuangalie kitu kimoja muhimu sana. Kwa nini tuwe na mradi nyumbani? Tunafahamu sababu ziko nyingi, lakini leo nataka tuangalie kwamba mradi wa nyumbani ni platform, ni jukwaa ambalo linaweza likaleta mshikamano, likaleta watu pamoja, likaleta watu wakacelebrate pamoja, wakafurahia pamoja. Hicho ndio kitu cha msingi ambacho nataka tuweze kukiangalia. Okay, kuna statement moja ambayo natamani kupatie, inasema better enjoy the process, success will come with itself. Iandike, better enjoy the process, success will come itself. Furahia mchakato, matokeo yatakuja yenyewe. Yaani matokeo yatakuja yenyewe. Wewe enjoy tu, matokeo yatakuja yenyewe. Kama sienda kwenye somo rasmi kabisa, nimeona kuna watu wameshow interest ya kutaka kupata kitu gani ambacho mentor alinifundisha strategia. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Alinifundisha hivi, akaniambia sikiliza Hazi. Ufanye ufanyaro, huna uwezo wa kulazimisha matokeo. Yaani ufanye ufanyaro, huna uwezo wa kulazimisha matokeo. Tena kumbuka kwa natolea mfano, anasema Bill Gates kama unavyomuona na utajiri wake wote, hana uwezo wa kulazimisha apate 100,000 au apate milioni. Hana huo uwezo. Hata shilingi 2,000 tu hana huo uwezo. Isipokuwa amejua siri moja. Yeye kazi yake ni kuhakikisha ana
anafurahia mchakato wa vitu vinavyoweza kusababisha apate pesa anayoitaka. Kwa kazi yake aliyoifanya, amestiki pale, amekaa pale, mwisho wa siku nini? Matokeo yanatokea. Nilikuwa najifunza story moja ya Steve Jobs kwa wiki hii iliyopita, kwa sababu nilikuwa najifunza nguvu ya kwa nini. Kwenye kampuni yao walivyoanzisha, walikuwa na sababu ambayo walikuwa wanaiamini, na ndio imeongoza kila kitu ambacho wamekuwa wakifanya mpaka leo. Wao wanasema hivi, statement yao wanasema hivi: we believe in everything we are doing, we believe in challenging the status quo, we believe in thinking different. The way we challenge the status quo is to make our product beautiful design, simple to use, user friendly. We happen to make great computers, great product. Tafsiri ya kawaida ni nini? Ni hivi, anasema yeye katika kila kitu ambacho wamekuwa wakifanya, wanaamini kwenye kuleta changamoto mpya juu ya kile kitu ambacho kimepita. Yaani kwa mfano, kama leo walitengeneza product hii, hawataki watengeneze kama ile. Wao wanaamini katika kufikiri tofauti. Na jinsi wanavyofikiri tofauti, wanajikuta wanatengeneza bidhaa ambazo zina mvuto, rahisi kutumia, na watu wanazipenda. Na hiyo imepelekea leo wamekuwa ni watu wanaotengeneza bidhaa bora zaidi. Kitu gani kimepelekea leo waendelee kuishi? Ni kile kitu ambacho wanakiamini. Ni kile kitu ambacho wanakiamini. Sasa maana yake kwa lugha nyepesi, ili wale jamaa walete vitu vikubwa, hata wafikiri kuhusu vitakavyotokea, lakini kila siku wanafurahia mchakato. Jamani, mmejifunza chochote hapo au ndio nawachanganya? Haya, tumalizie somo letu kwa kuangalia, tunasema leo nataka tuangalie jinsi gani mradi wa nyumbani unavyoweza kuleta mshikamano wa familia. Kwa nini mshikamano wa familia ni mtaji? Kwa nini mshikamano wa familia ni mtaji? Sikiliza, familia nyingi zinaishi pamoja lakini hazifanyi kazi pamoja. Familia nyingi zinaishi pamoja lakini hazifanyi kazi pamoja. Sasa mradi wa kuku na bustani unaleta watu mahali pamoja, unawapa lengo la pamoja, lakini pia unajenga mazungumzo ya maana, sio malalamiko. Naomba nirudie haya mambo kwa wale ambao mnaandika. Tumesema hivi, mradi familia nyingi zinaishi pamoja lakini hazifanyi kazi pamoja. Sasa mradi wa kuku na bustani unaleta watu mahali pamoja nyumbani, unawapa lengo la pamoja. Kwa mfano, tumedhamiria kwamba hebu kama familia tufikiri namna gani ya kupata chakula salama. Kama mzazi kwenye familia yako, au kama ni kiongozi katika familia yako, labda ni mlezi, anza kufundisha familia yako. Unajua siku zote mkitaka kwenda kuchukua hatua moja, huwezi kuambia kuanzia kesho, no. Anza kuelezea umuhimu wa kupata chakula salama na waoneshe inawezekana. Hapo pangeni mwanze pamoja. Siku zote familia yenye mazungumzo ya pamoja ndio inaweza ikafika mbali. Sio familia yenye force, no. Familia ambayo mnaweza kuzungumza pamoja. Unajua siku zote wanaofeli, umaskini unaanzia kwenye akili. Maskini siku zote anataka ajione ana akili, ajione anaweza. Unaamua tu from nowhere, unaanzisha project. It's okay, lakini utafanya mwenyewe. Sawa, wewe ni mtu mwenye vision, wewe ni mtu mwenye maono, sawa, lakini maono ulionayo hayatatimia ukiwa mwenyewe. Lazima ushare, lazima ushirikishe wengine, lazima uwafanye wengine na waje pamoja. Wale watu wana vipawa na uwezo. Jifunze kitu kimoja ambacho ni very simple. Uongozi ni kuwafanya wengine washiriki kwa kupenda wenyewe. Yaani kuwafanya familia ifurahie kushiriki kwa kupenda wenyewe. Sasa unawaambia nini? Cha kwanza kabisa mbona kuna kitu nimejifunza kwa muda mrefu nilikuwa sifahamu. Sasa nimeweza kukipata. Maana yake nini?
tunapaswa kuwa watu wenye ufahamu. Tunatakiwa tufikiri namna gani ya kupunguza matatizo ya pressure, sukari, matatizo ya figo kama familia. Na nimepata kajarida fulani, hebu pitieni kajarida muone, alafu jioni tutadiscuss. Misali michache tu kanaelezea tu, labda usiweke mambo mengi sana. Ndio unaanza hivyo safari. Uongozi ni ushawishi, sio kuwalazimisha watu. Uongozi ni ushawishi wa kuwafanya watu wajishawishi wenyewe. Naomba nirudie. Uongozi sio kuwalazimisha watu. Uongozi sio manipulation. Kuna tofauti kati ya manipulation na aspiration. Uongozi ni aspiration, ni kuwafanya watu wajishawishi wenyewe kwa kuelewa sababu kwa nini wafanye. Waandike kidogo tu, maandishi machache, waambie tutapitia jioni tu discuss kuhusu uwezekano wa kila mmoja hapa anaweza vipi kuwa na bustani yake mwenyewe nyumbani. Okay, waoneshe umuhimu wake, kila mmoja namna gani anaweza kutengeneza mayai yake mwenyewe ya kula hapa nyumbani. Very simple. Mbona mimi watoto wangu nimewafundisha nidhamu ya pesa? Kila mtu ana kibubu chake pale nyumbani. Kila pesa nikiwapatia, nilishawafundisha kuhusu nidhamu ya pesa, kwa kila mtu anajua. Tunapoenda Jumapili kwenye kusali, kila mtu anajua anatakiwa atoe sadaka kiasi gani, na pesa wanazo wenyewe. Fahamu ambapo niliwafundisha ni kwamba ukisoma kitabu nitakulipa. Sasa nikikulipa maana umepata pesa. Ukipata hii pesa unatakiwa igawanye. Wanajua jinsi ya kugawanya na wanafanya kwa furaha kabisa. Inawezekana ukaelekeza familia yako ikaanza kufanya kitu fulani cha maana. Ukiwafanya hivyo, watakuja pamoja na mtafanya project ya pamoja. Nataka nikwambie, baada ya mwaka mmoja utaanza kuona maisha yamekuwa mazuri kweli kweli. Jamani, mnanielewa? Lakini nione maua yenu hapo, nitafurahi sana kuona. Okay, tunasema hivi, familia inayopanda pamoja hukua pamoja. Familia inayopanda pamoja hukua pamoja. Okay, mradi wa nyumbani ni darasa la maisha. Mradi wa nyumbani ni darasa la maisha. Maana yake nini? Kipato na afya ndio msingi wa maisha, vinapaswa kufundishwa nyumbani. Unajua, sisi kama wazazi tuna jukumu moja kubwa sana, kama nilivyoanza kuzungumza. Tuna jukumu la kuiandaa kesho ya watoto. Sasa afya na kipato kinapaswa kuwa na misingi nyumbani. Afya na kipato kinapaswa kuwa misingi ya nyumbani. Bila afya hawezi mtu kusurvive. Bila kipato ndio mateso mengi tu. Haya mambo matajiri wameyajua. Kwenye moja kati ya sheria za pesa inaitwa the law of secrecy. Iko kama sheria 5 hivi. Inaitwa the law of secrecy. The law of secrecy, unajua maana yake? Nilipokuwa nasoma hii ilinishtua sana. Jamani, niwapeni siri. Elimu ya pesa haifundishwagi public. Matajiri wanawafundisha watoto wao nyumbani. Na ndio maana kuna gepu kubwa sana kati ya maskini na tajiri. Maskini wanaendelea kuwa maskini, matajiri wanaendelea kuwa matajiri. Kwa nini? The law of secrecy. Hili gepu linaendelea kuwa kubwa. Kwa nini? Ndio maana, kwa mfano, kama unajua umetoka kwenye background ya kimaskini, una kazi. Maskini wana mitaala yao, matajiri wana mitaala yao. Kwa sababu pale nyumbani kitu ambacho baba anaamini atamrithisha mtoto, mtoto atamrithisha mjukuu. Lazima litokee jitu moja hapa katikati lipindue. Asipobadili ile cycle, hakuna. Maana yake ni nini? Matajiri wanaendelea kuwa matajiri kwa sababu wanatoa walichonacho wakiwa nyumbani. Maskini naye ndio hivyo. Hofu, mtoto anafundishwa akiwa nyumbani. Mtoto anakula hajashiba, naambia angalia jinsi unavyokomba ugali. Angalia kuna kesho. Ndio anafundishwa hivyo. Manake ni kwamba lazima tokee mmoja hapa kwenye hii chain.
Ngoja nikwambie siri moja. Kwenye maisha kuna mambo mawili ya kuvunja. Rafiki yangu, tuna kazi. Kwenye maisha kuna mambo mawili ya kuvunja. Kuna kuvunja laana na kuna kuvunja rekodi. Na mwanudie, kwenye maisha kuna two breaking. Kuna vitu vile vya kuvunja. Kuna kuvunja laana na kuna kuvunja rekodi. Kama familia yenu hakuna mtu aliyewahi kupata milioni 3 kwa mwezi, maanake kazi ya kwanza ulionayo sio kuvunja rekodi. Unavunja rekodi zipi sasa? Ni kuanza kupambana ile laana iondoke. Kama kwenye familia yenu hakuna mtu alipanda ndege, inabidi uanze kupanda ndege. Kwa kazi ya kwanza ni kuvunja laana. Halafu sasa ukishavunja laana sasa utengeneze rekodi ambayo utaivunja mwenyewe, watoto wako wakija waanze kuvunja mapema. Hizo ndio kazi tulizonazo. Sasa ili uweze kuvunja hii laana, unahitaji kwanza kubreak baadhi ya vitu ambavyo vipo kwenye familia. Imani, kwa sababu maisha ni matokeo ya kitu kinaitwa mfumo wa kuamini. Tunaita belief system. Belief system, mfumo wa kuamini, ndio unatengeneza mimi leo Ahazi. Kuna kitu kinaitwa identity. Identity ni utambulisho wako wewe, ambao wewe umeukubali kwamba mimi ni wa hivi. Ndio maana leo kuna shida kubwa sana kwenye kumuonesha mtu kwamba anaweza kufanikiwa, kwa sababu tayari ana identity yake ambayo imetoka kwenye belief system, kwenye mfumo wa kuamini ambao umejengwa kwenye culture. Sawa, wewe umeingizwa shule. Ukimchukua leo mtu kwa mfano yeye sio miaka 3 chuo, kasomea kitu fulani, ukimwambia unaweza kufanikiwa kwenye kitu kingine, haelewi kabisa. Anaambia mimi nimesomesha hapo, kwa sababu walimuingizia, kwa sababu kwa muda mrefu alijenga ile imani ya kile kitu. Leo kumwaminisha msomi ambaye anaamini kwamba atafanikiwa kwa kuajiriwa, kwamba anaweza kaanzisha na kuku 10 na mwisho wa siku atatoboa. Inabidi na winchi itumike, maombi yatumike, nguvu itumike mpaka mtu aweze kuamini. Kwa nini? Kuna kitu kinaitwa belief system. Kuna siku moja nilikuwa naongea na rafiki yangu, akaniambia, unajua mambo ya kusoma vitabu haya ni ya wazungu. Sisi hatunaga huu utamaduni wa kusoma vitabu. What? Una entertain utamaduni wa kijinga? Okay, sawa. Kama sisi hatuna utamaduni wa kusoma vitabu, huo utamaduni tunao umetupeleka wapi? Huo utamaduni ambao tuko nao ambao sio kusoma vitabu, tumefikia wapi? Kusoma magazeti. Yaani kila saa tukae tunaangalia vitu ambavyo vimeshakufa. Hapana, lazima tujifunze kwa watu waliotutangulia. Wametutangulia, wanafanya nini? Wanasema hivi, miaka 5 ijayo itaamuliwa na mambo mawili. Jambo la kwanza, the company you keep, watu unaowaweka karibu na wewe. Watu unaowaweka karibu na wewe. Namba 2, the books you read, vitabu unavyosoma. Kwa sababu vitabu ni kama unataka kukaa na Obama, mpige story, mle dina na Obama, unajua kinachotokea, chukua kitabu alichoandika. Hakuna mtu mwenye mafanikio ana muda na wewe. Hakuna mtu mwenye mafanikio hana muda wa kukaa na mtu, hawana muda wa kukaa na mtu. Chukua vitabu vyao, soma, kunywa vile vitabu. Nataka nikwambie, 5 years to come, wewe ni mtu mwingine. The company you keep. Unatembea na nani? Unasoma vitabu gani? Ukitaka kufanikiwa sio lazima uwe msomi. Penda kusoma, penda kujifunza. Very simple. Kwa sababu tuna expert wa aina mbili tu huko duniani. Kuna expert mjuaji, anajua vitu vingi, matokeo hana. Atatamba na hiki na hiki na hiki, nimesomea kule na kule, haina shida, sio mbaya, utaitwa mtaalamu. Na kuna expert aliyesababisha vitu viweze kutokea. Bill Gates ni expert kwa kusababisha matokeo, na wewe mwingine ambaye amesomea vitu yake na ni expert kwa mfumo wake. Penda kujifunza. Okay, tuendelee somo letu. Kwa nimesema hivi, mradi wa kuku na bustani ni chuo cha vitendo nyumbani. Ni chuo cha vitendo nyumbani. Mradi wa bustani na kuku ni chuo cha vitendo nyumbani. Na manudie, mradi wa bustani na kuku ni chuo cha vitendo nyumbani. Maana yake nini? Ngoja nikupe siri moja. Kuna njia 3 za kujifunza. Njia ya kwanza ni kusikia na kusoma.
Kama sasa hivi unanisikia, unajua kinachotokea? Unasahau. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili ni kwa kuona. Unajua njia ya kuona inachangia asilimia kubwa nini? Kukumbuka. Njia ya tatu ambayo ndio motherless, ndio njia imetengeneza majitu tunayoona kwa duniani, inaitwa njia ya vitendo. Achana kabisa na hiyo njia. Wanasema mtu akijifunza kwa kufanya anaelewa. Anaelewa. Anasema okay, sawa. Nimeshaelewa. Kwa mfano, leo mtoto anajifunza kuhesabu kwa kuhesabu mayai. Yaani anahesabu mayai, anajua namba na anajua kwamba kumbe kuna mayai. Mtoto anajifunza sayansi kwa kuona mimea inakuwa. Anasema ile sayansi ya shule, kumbe mmea ndio huu hapa. Okay. Sawa mama, nimeelewa kitu. Mtoto anajifunza maadili na uwajibikaji kwenye nyumbani kwa kushiriki kazi za nyumbani. Kwa mtoto anatakiwa kuwa mwajibikaji, si ndio? Safi. Anawajibika vipi? Unajifunzaje maadili? Kwa kufanya. Amka asubuhi, usipoamka asubuhi tukawalisha kuku kabla ya saa 2, hawatataga. Kesho hatutapata mayai, unajua la ngoja nikalishe kuku. Uwajibikaji na maadili anajifunza kwa vitendo. Naomba nirudie ile statement, itakusaidia sana. Ukijifunza kwa kusikiliza na kwa kusoma unasahau. Namba 2, ukijifunza kwa kuona utakumbuka. Ukijifunza kwa vitendo utaelewa. Yeyote anayefanya mambo makubwa anaelewa anachofanya. Sio yaani anaelewa anachofanya. Anajua nafanya hiki kwa sababu gani. Kwa nini? Unapofanya kitu unaelewa kwamba okay. Sawa. Kwa hiyo tunapoangalia mgawanyo wa majukumu, kwa mfano angalia pale nyumbani unagawanya majukumu. Kwenye mradi wa kuku kwa mfano, baba kazi yake kununua chakula. Kwa mfano baba kazi yake kununua chakula na mipango angalau kwa dakika 10 kwa siku. Kazi ya baba kununua chakula na mipango angalau dakika 10 kwa siku. Mama usafi wa banda na ukusanyaji wa mayai. Yaani mnapeana majukumu, yanakuwa yanabadilika lakini najaribu kukuonesha kwamba mradi wa nyumbani unaleta mshikamano, kwa sababu baba atakuwa na majukumu yake, mama atakuwa na majukumu yake. Mtoto wa kwanza kazi yake ni kuweka maji asubuhi, kila mtu anapewa majukumu yake. Mtoto wa pili kuhesabu mayai na kuandika rekodi. Safi kabisa. Haya, ukienda kwenye bustani labda kwa mfano, mna bustani yenu ndogo tu mama na mtoto kupanda, baba kutengeneza matuta kwa mfano, watoto kumwagilia jioni. Umegawanya majukumu kwa kila mtu anajua kitu gani cha kufanya. Mfano halisi wa mahesabu ya kawaida. Kwa mfano, mna kuku hata 20 tu pale nyumbani, mkapata mayai 15 kwa siku. Ukichukua mayai 15 kwa siku mara 500, ni kama 7,500. Ukipiga hesabu kwa mwezi inaenda kama 2,225,000. Sasa angalia kinachokuja kutokea. Familia ikikaa pamoja kupanga matumizi ya 2,225,000, na ni mshikamano unaongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Kwa nini mshikamano unaongezeka? Wameshirikiana kwenye kutengeneza, sasa wanakubaliana kwenye mahesabu. Leo kwa mfano unakuta kuna familia hizi ziko hivi. Ulishaona yule baba anatoa hela huku, labda ni mama ni mtoto anataka anaomba hela, anatolea huku. Ushaona? Comment hapo chini kama ushaona au ndio wewe. Anatolea huko. Umesema shilingi ngapi? Anatoa huko. Okay, sawa. Haya. Hebu chukua hiyo. Yaani asionekane kama ana hela nyingi. Ndio maana sikiliza ujumbe kwa wanaume. Wanaume wengi wanakufa na pressure kwa sababu gani? Familia haijui kama hela unazo, haijui kama hela una. Yaani haijui. Kwa nini? Wao ukiwa nazo unaangalizia huko. Sasa ukiangalizia huku wanajua kila siku zipo. Lakini sikiliza, mmeanzisha project ambayo mmekubaliana kama familia. Hii ndio project ambayo mimi kama baba kwa sasa hivi nitaisponsor, kuhakikisha tumepata mafunzo, kuhakikisha tumepata vitendea kazi. Lakini baada ya miezi mitatu
Nini kinatokea? Baada ya miezi mitatu nini kinatokea? Unawaambia hivi, huu mradi utajitegemea wenyewe. Huu mradi utajitegemea. Wanajua kabisa tumepata 2025 matumizi yetu ni asifai. Very simple. Mimi nakumbuka moja kati ya kitu ambacho kilinisaidia nilipotoka Dodoma, nilipokuwa nauza mboga za majani, nikahamia Arusha kirahisi. Mimi nilikuwa natembeza mboga za majani mtaani. Ila tulikubaliana na mke wangu. Tulijua sisi tunadafundisha nidhamu ya pesa. Ngoja kuna siku ndawafundisha nidhamu ya pesa. Tukakubaliana hivi kwamba hili daftari kwenye pesa sisi tuna kanuni moja inaitwa 10 20 20 50. Naomba nirudie. Sisi kwenye mgawanyo wetu wa pesa huko hivi 10%, 20 20 50. 10 20 20 50. 10 ni zaka, 10%. 20 ni pesa ya akiba. 20 nyingine ni uwekezaji. 50 ndio matumizi. Tukakubaliana kitu kimoja. Tukasema hivi, tujaze pesa kwenye uwekezaji, tupunguze matumizi ili tuweze kutengeneza mfumo wa kwa sababu ile pesa ya uwekezaji ndio inazalisha pesa ya uwekezaji inazalisha nini tunaita nini? Inazalisha pesa zaidi. Kwa tukakubaliana, kwa pesa ikipatikana inajulikana tunapata shilingi ngapi? Kwa kama pesa hamna, kila mtu anajua hamna. Kwa sababu tumeshirikiana. Mambo ya kutolea pesa huku yatakukuta. Kuna siku utakufa na pressure. Najua itakuwa nimewaingia watu. Okay, tuangalie faida ya kijamii. Faida ambazo sio za kipesa. Migogoro inapungua. Migogoro ya familia inapungua. Unajua, ukisoma kitabu cha Think and Grow Rich, ni kitabu nafikiri kama sio cha pili cha mimi kusoma kipindi naanza kujitafuta kujua mambo ya kusoma vitabu. Wanasema imeandikwa an idle mind is a workshop of the devil. Hiyo statement imeandikwa kwenye kitabu cha Think and Grow Rich. Akili iliyo idle, akili isiyojishughulisha, akili ambayo ipo tu ni karakana la shetani. Yaani karakana ni ile sehemu ambalo shetani alitumia kutengeneza vitu. Hakuna kitu ambacho kinaharibu familia leo kama hakuna majukumu ya kuwafanya watu wawe busy. Unajua kwa nini unapata shida kuwafanya watoto wako wao focused kwenye mambo ya msingi? Kila saa wanaanza kuangalia katuni, sio kitu gani nini. Hakuna activities. Familia kama haina shughuli za kufanya, inakuwa genge la umbea, inakuwa genge la majitu yasiyo na future. Hakuna activities. Hakuna vitu vya kuwafanya wawe busy. So, project ya nyumbani inapunguza migogoro. Watu wanajua cha kufanya. Anajua nikiamka kazi yangu ni hii, nikimaliza na wajibika hapa, nikitoka hapa na kwenda hapa. Basi mtu aandae mbolea basi. Mbolea iandae. Unajua bustani, toka mimi nimeanza kuengage na bustani na mradi wa kuku, IQ yangu kwenye maisha imeongezeka sana. Sana. Kwa nini? Ukitaka kutengeneza mbolea kuna mchakato. Ukitaka kuandaa miche kuna mchakato. Ukitaka mmea mpaka uje uchipue kuna mchakato. Ukitaka huyu kuku aweze kuwa kuku mpaka kesho aweze kuliwa kuna mchakato. Sasa ile michakato ndio inatengeneza mtu anakuwa mtu. Kwa hiyo kitu kingine, watoto wanaheshimu wazazi, wanaona jitihada zao. Nilikuwa naangalia watoto wa Kichina wanavyoandaliwa. Kule shuleni wana TV. Zile TV wazazi wanawekea movies ambazo zinaonesha maisha halisi ya wazazi wao, ambayo yale maisha watoto hawaoneshwi wakiwa nyumbani. Unajua inakwaje? Unajua leo kwa mfano, mimi si natoka kazini, naelekea nyumbani, nitapeleka mkate, nitapeleka kila kitu ambacho kinatakiwa pale kwenye familia. Mtoto ataomba ada, nitampa. Haya, pale nyumbani labda wengine hata mke hajui kazi zinafanyikaje. Haya. Ukienda kazini umevaa manguo hovyo, unapambana jasho. Ukirudi nyumbani, safi kabisa, kama yani ulienda tu kupiga story na hela zimekuja. Si ndio? Sasa China wanafanyaje? Wanajua kabisa hawa wazazi wakirudi nyumbani hawawaoneshi watoto maisha halisi ya wao wanafanya nini. Wanachofanya, wamerekodi maactivity ya wazazi. Watoto wakiwa darasani wanafundishwa maisha halisi kupitia wazazi wao. Unajua wale watoto wanaangalia zile movie, unashangaa watoto wanalia, machozi yanatoka yanatiririka.
Kumbe babangu ni mpasua mbao, babangu ni fundi welding, anachomwa na moto vile kwenye macho. Babangu anafanya kazi kwenye kiwanda cha nondo, anaungua vile. Watoto wanapata hasira za kupambana. Okay, sisi wa China, au sio? Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Ukitengeneza mfumo watoto wakaona, kuna mtu anakuambia hivi, mimi sitaki mtoto wangu ateseke. Mtoto atateswa, lakini anapaswa kuwajibika. Kuna tofauti kati ya mtoto kuteseka na mtoto kuwajibika. Mentor wangu mmoja anasema kitu kimoja. Anasema hivi, usiwaandalie watoto kesho yao, waandae watoto kwa ajili ya kesho. Andika hiyo statement itakusaidia mzazi. Usiwaandalie watoto kesho yao, waandae watoto kwa ajili ya kesho. Mtoto wangu mimi nataka aone maisha, mimi sio wale ambao nimepita, yani acha kabisa, yani nataka mtoto wangu mimi na nini. Kuna tofauti kati ya kuteseka na kuwajibika. Mtoto lazima uwajibike. Dunia sio uwanja wa burudani. Dunia ni uwanja wa mashindano. Asipofundishwa kuwajibika, dunia itamwajibisha na itakuwa is too late. Kuna research zimefanyika kwamba unakuta huyu mzazi amepambana from the scratch, amejenga kampuni, amejenga biashara. Haya, kinachotokea ni hiki hapa. Umejenga biashara yako, umejenga kampuni yako, imekuwa umeijenga kwa jasho na damu. Unajua tumetoka kwenye familia ambazo hazieleweki, ambazo tunaelewa wenyewe maisha yake, ndio maana tunataka kuzibadilisha. Sasa umejenga biashara kutoka kwa jasho na damu, umefanikiwa kwa sababu mtu anayepambana atafanikiwa. Mtoto anapokuja anaenda kusoma, unasema mtoto wangu akasome shule nzuri. Ile shule anayosoma haina connection na kitu unachofanya, au sio? Haya, wewe itafika muda wako utaisha. Mtoto atafika atakuta kampuni ya babake. Anachofahamu ni management, hajui siri zilizofanya ile biashara ifike pale. Unajua nini kinatokea? Yeye ataweza kuiendeleza ile kampuni, kizazi chake yani wajukuu wako hawataweza kuiendesha ile kampuni, kwa sababu ile kampuni haina mizizi ya founder. Fundisha watoto kuwajibika. Kuwajibika sio mateso. Okay, namba 3, familia inapata hadithi za pamoja. Familia inapokuwa na mradi wa nyumbani wa pamoja, familia inapata hadithi za pamoja. Okay, napoenda kumalizia somo langu, kama una swali na jambo lolote comment hapo chini. Nimeona comment zenu nyingi sana, nitazijibu. Kama una comment nyingine, swali, jambo lolote unataka kushare, share hapo kwenye comment, nikishamaliza napitia. Familia inapata hadithi za pamoja. Mentor wangu wa confidence alikuwa anasema kitu kimoja ambacho tulikuwa tunacheka. Lakini kwa kinauma sana. Ngoja nikupe na wewe. Hii story alikuwa anasemaje? Anasema hivi, unajua kwa nini familia leo zina mateso mengi sana? Asa leo wakati tunafikiria kuhusu somo la kuwafundisha, nimepata idea ya mradi ya nyumbani. Nafikiri hii story pia ilikuwa ni sehemu moja hapo ya kukumbuka mentor wetu anasema nini. Anasema hivi, mama ni banker, baba ni doctor, au sio? Haya, tunafahamu wote tunafahamu wote kwamba watu wanatumia muda mwingi zaidi kazini kuliko nyumbani, si ndio? Twende kazi. Anakwambia hivi, mama toka asubuhi anazungumzia stori za benki tu, automatically ndio zitakuwa stori zake za maisha. Baba ni stori zake za kutwa mara 3, 2 mara 3, 1 mara 2, sio ngapi na nini. Kwa mwisho wa siku stori zake ambazo zimeingia kwenye ubongo wake ni za hospitali. Shup, wanakutana nyumbani. Nani atafuata story ya mwenzake?
nani atafuata story ya mwenzake? Utafuata yani baba atafuata ya mama au mama atafuata ya baba? Mwisho wa siku hiki katokea. Kila mtu yuko busy na simu yake. Ana chati na mtu anaoongea lugha moja. Umeelewa hiyo story? Kwa nini hakuna mshikamano? Hakuna mshikamano kama hakuna lugha moja. Hata siku moja. Kwa sababu kinachounganisha watu ni lugha, na hamwezi kuongea lugha moja kama msipokubaliana. Ndio maana tunatakiwa watoto na project ya nyumbani. Project ambayo angalau basi tuna lugha moja ya kuongea tukifika, hata kwa muda mchache tulionao. Kwamba tuachane na mambo ya benki, tuachane na mambo ya nini? Ya hospitali. Tuanze tuzungumzie kuku na bustani. Hiyo lugha hii moja. Kuku na bustani vipi? Kuku leo ametaga mayai mangapi? 4. Wao walikuwa na chakula. Ndio. Hebu niambie story kuhusiana na kuku. Nakwambia yule kuku mweusi yule, balaa na mdomo mwenzake, nikaamua kumtenga. Ule udongo umekwaje? Hivyo. Hiyo ndio concept. Kwa hiyo ndio maana yenyewe. Sasa kuna changamoto na suluhisho unaweza kukutana nazo. Changamoto ziko mbili. Changamoto ya kwanza, mtoto hataki kushiriki. Unaanzisha project, mtoto hataki kushiriki. Au watoto hataki kushiriki. Changamoto ya pili, baba au mama hawana muda. Hizo changamoto mbili tunazisolve vipi? Solution ifuatayo. Anza kidogo kidogo. Kuku wako 5, 10, bustani kwenye makopo. Siku zote kwanza usianze kwa kukurupuka. Anza kidogo tu. Hicho ni kitu cha kwanza. Cha pili, fanya kazi iwe mchezo. Fanya kazi iwe mchezo. Change the job to game. Kwa mfano mimi nawaalika watoto wangu wanakuja bustanini, wanachola matairi. Yaani unawatafutia rangi, unawatafutia ile tina, wanachanganya rangi, wanachola. Wanachola, wanapaka rangi fresh. Wanakuja wanamwagilia. Yaani unakuwa kama game, mchezo. Utaambia leo tunaenda kulisha kuku. Leo kazi yetu ni kulisha tu kuku na kucheza na kuku. Fanya iwe game. Namba 3. Toa motisha. Toa motisha. Sasa hapa ndio tunapoleta sisi idea yetu ya kula kuku day. Unajua kuna kitu kimoja ambacho kinauzi sana kwenye maisha ya familia. Watu wameteseka, wanafanya kazi, wanakula mayai yakiwa yamevunjika. Siku ya kula kuku ni siku kuku anaumwa au kuna mtu anaumwa kwenye familia. Hakuna mtu atafurahia hiyo biashara. Hakuna mtu atafurahia hiyo kazi. Hakuna mtu atafurahia hata siku moja. Watengenezea mkakati kwamba kwa mwezi lazima tutakula kuku. Mayai tutakula. Weka utaratibu kabisa pale. Sasa tutaanza. Najua unaweza kuweka huo mkakati nyumbani kwako, lakini sisi kama familia yote ya Profitable Farm Tanzania nzima na duniani kwa ujumla, tunataka kuwa na siku maalum ambayo tutaita Family Day, ambayo hiyo siku ni siku ya kula kuku. Yaani kwenye familia wao wanajua ikifika tarehe fulani ni siku ya kula kuku kwenye familia. Mwe mmekula kabla mjala, yaani sisi hiyo siku lazima tule kuku. Na tutawatambishia nyinyi ambao si mtaona, kwani mtafanyaje? Si mtaona kwenye mtandao wetu tunapotambishia. Yaani wakushika paja. Aise, tutawatambishia jamani. Yaani wewe usiombe utambishiwe. Yaani tutawatambishia kweli kweli. Kitu kingine, wafanye familia wafikiri zaidi kwamba wanaweza kufanya kitu kikubwa ndani ya ule mradi ambao umeuanzisha. Wafanye familia wafikiri wanaweza kufanya kitu kikubwa zaidi ule mradi ulioanzisha. Ngoja niwape siri moja leo. Makampuni yote makubwa huwa yanaanzia nyumbani. Wafanye watoto wako au familia itafakari kwamba ule ni mradi mkubwa, ila tu umeanza kidogo. Kivipi? Unajua kampuni ina department, ina idara. Idara zifuatazo. Idara ya kwanza ni idara ya masoko, tunaita marketing. Marketing department. Kazi ya idara ya masoko ni kuhakikisha watu tunasema hivi,
ni kupiga makelele watu wajue kuhusu nyinyi. Sasa unakuta pale nyumbani idara ya masoko ni ipi? Mama anapotoka anaenda kuongea na jirani, amefanya marketing pale, ameenda kupeleka tu information kuhusiana na hiyo kazi ambayo mnafanya. Sasa waambie hivi watoto wako kwamba hebu sikilizeni, unaona mama ametoka kaenda, unajua tukifanya kwa wengi tukatangaza kwa wengi zaidi, imeshakuwa biashara ya kutegemea kabisa. Hiyo inaitwa marketing. Hiyo ni idara ya kwanza. Idara ya pili ni sales. Of course kuna watu wanaunganisha sales and marketing, lakini ni vitu vinajitegemeaga, kwa sababu mauzo na matangazo ni tofauti kabisa, havifanani, ila vinategemeana. Sales ni mauzo. Mauzo ni pale ambapo umebadili wale watu ambao wamepata taarifa zako, wameanza kukuletea pesa. Ile inaitwa sales. Waambie wafikiri kwamba kumbe tunaweza tukapata pesa. Hiyo ni kitengo cha pili. Kitengo cha tatu tunaita finance. Finance ni pesa imekuja. Kwamba sio kila mtu atashika pesa. Pesa zikiingia mama ndio utazicontrol. Fanya mama awe ndio mhasibu. Wamama tunajua wazuri kwenye kutunza pesa. Wanaume si kwenye kutunza pesa hamna kitu. Mimi nikiwa na laki hapa nikishapita kushoto kulia imeisha. Baadaye hizi hela zimeenda wapi? Lakini nikimwambia mke wangu achukue pesa, unakuta amenunua kila kitu kimekaa vizuri. Wewe unabaki ufanye focus ya maono. Na inafanyika vizuri sana kwenye maisha. Sema tujawahi kufundishwa au tujawahi kujifunza au tujawahi kutaka kujifunza. Then kitu cha tatu ni operations au ni production. Hiyo ni department ya ngapi? Ya 4. Jamani, nimesema muandike kama mna maswali na jambo lolote mmejifunza. Nitafurahi zaidi kwa sababu mimi ndio namalizia somo langu kisha niwaache. Operations and production. Maana yake ni usimamizi na uzalishaji. Ni kitengo cha usimamizi. Kwamba nani anaratibu hiki kimetokea hivi, kimetokea hivi. Na mwisho kabisa ni HR department. Kuajiri watu, kama mnataka mtu aje, msifa gani na vitu kama hivyo. Kwa sababu kampuni lazima itaendelea kufanya kazi na watu. Ngoja niwaambieni siri moja. Hakuna miujiza kwenye makampuni ambayo unayaona. Ni vitu hivi ambavyo nimekutajia. Hizo zingine ni mbwembwe tu. Makompyuta, sijui maofisi yanapendeza, ni mbwembwe tu. Lakini hizo ndio department ambazo zipo kwenye kampuni. Wafanye watoto wako wafikiri. Mtoto anapoenda shule kusoma, muaminishe kwamba kuna kitu kikubwa cha kujenga kutoka nyumbani. Wenzetu wazungu wana kitu kinaitwa family industry au family business. Hata kama utakuwa na biashara yako utakayoanzisha, lakini una share kwenye biashara ya nyumbani. Wafanye watoto wako wana share kwenye biashara za nyumbani. Watakuwa na nguvu kama wanahisa kufanya ile biashara ikue. Lakini huko kote kutotokea kama wataanzia nyumbani na kuona kwamba ni kitu ambacho wanaweza kufanya. Ndugu zangu, mimi nafikiri nimemalizia. Mnasemaje? Mmeenjoy? Mmepata kitu? Haya. Wacha nipitie maswali yenu hapo. Kama kuna swali, kuna jambo lolote hujaelewa au ungetamani tudiscuss zaidi, ningependa kuona comment yako hapo. Na mwisho kabisa, chukua hatua sasa hivi maana baada ya kumaliza hii somo. Sio kesho, sasa hivi. Fanya mambo yafuatayo. Namba 1, chagua mradi mmoja. Chagua mradi mmoja. Inawezekana ni bustani au ni kuku. Ukiweza kwanza na yote sawa. Okay, cha kwanza jifunze kwanza kabla ya kwenda kuchagua mradi. Jifunze. Hakikisha unapata ABC kuhusiana na mradi. Then chagua mradi mmoja kama ni bustani au ni kuku. Haya. Namba 2, gawanya majukumu kwa karatasi. Naomba nirudie. Hichi ndio kitu kinafirisha watu wengi. Gawanya majukumu kwa karatasi. Kubalianeni, andikeni. Majukumu yako ni haya. Majukumu yako ni haya. Unaweza kufanya kila jukumu isipokuwa hili ndio jukumu lako mama. Gawanya majukumu kwa karatasi. Kwenye familia hiyo kumbuka. Namba 3, anza wiki hii, sio mwezi ujao. Nataka nikwambie, tunapoelekea mwaka mpya, umeshapata plan ya kufanya. Nenda kamwombe tu Mungu akupe hekima ya kusimama katika hii plan. Hekima ni kujua cha kufanya na kuendelea kukifanya na kuendelea kukiboresha kiwe kitu kikubwa. Hekima sio kila siku kufanya kitu kipya. Huo ni upumbavu. Hayo ni mahangaiko. Hekima ni kujua cha kufanya,
kuendelea kukifanya na kujifunza mbinu zaidi za kufanya kile kitu katika ubora. Hiyo ndio hekima. Hiyo ndio hekima. That is called wisdom. Rafiki zangu, na mimi nimeenjoy. Wacha nianzie kupitia maswali yenu kuanzia hapa chini, then nitakuwa napandisha huko juu. Kama una swali lolote, nitakuja kuliscroll, nitaanzia hapa ambapo nimeanzia. Then tumalize somo letu, tuelekee kwenye majukumu yetu. Ubarikiwe sana mkuu. Leo ni siku ya kwanza kuwa hapa, lakini nimejifunza mengi sana. Mungu anisaidia kutekeleza haya yote. One love sir. Thank you very much. Endelea kufuatilia. Kama ni mara yako ya kwanza kutufuatilia, leo tuko katika episode namba 21. Kuna episode zingine ziko nyuma. Nenda YouTube, andika Profitable Farm TZ. Andika Profitable Farm TZ, utapata masomo yote na utaenjoy, utajifunza. Na naamini kabisa kama wewe ni wa haya masomo, lazima tutapata kitu cha kufanyia kazi. Kama sio haya masomo, ndio basi. Haya, tunaweza pata PDF za hizo information mkuu. Okay, no, hatuna PDF. Hatuna PDF, isipokuwa masomo yanapatikana kwenye YouTube. Nenda kwa jina Profitable Farm TZ, utajifunza tu masomo yako mengi. Haya, mwingine anasema siku ya kula kuku bila kusahau na mayai na mboga mboga. Yaani unajua sisi tuna kitu kinaitwa biashara 20 kwenye mradi wa kuku. Ni ile tu watu hawajui. Kuku, bustani ni zao la kuku. Bustani haijitegemei. Bustani ni zao la kuku. Sisi tunaamini kwamba kuku anazalisha mbolea. Mbolea inazalisha mboga mboga. Mboga mboga anazalisha kwenye kuku. Unapata mayai kini cha jana. Kwa uwezo katenga kuku na bustani. Sisi tunasema kuku ana biashara 20. Kwa hiyo siku ya kula kuku ni vyote. Yaani product zote za kuku. Very simple. Kwa hiyo nakuunga mkono kiongozi hapo kwamba tuko pamoja kabisa. Haya, mwingine anasema hii nidhamu ya pesa ni muhimu sana. Okay. Siku moja nitawafundisha, msijali. Darasa zuri sana ila wapo after money. Sasa wewe unachekesha kweli. Nitumie lugha sio nzuri lakini unachekesha. Hili somo nilokufundisha, unafahamu mimi nachaji shilingi ngapi kwa lisali moja? Hiyo after money ambayo nazungumzia ni ipi? Siku zote kwenye maisha, pambana na kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wako. Usiende kwenye kitu ambacho kiko nje ya uwezo wako, na kitu kikishakuwa nje ya uwezo wako hakikuhusu kwa wakati huo. Mimi nimetoa kwa wiki masaa nafundisha mara 2. Kwa wiki nafundisha mara 2, Jumatano na Jumamosi. Mimi nachaji lisali moja 300 kwenye seminar, na kila seminar kualika kufundisha. Na by the way wasiendagi kwanza siku hizi, kwa sababu naona kama bado pesa ni ndogo. Hasa mpaka sasa wadai shilingi ngapi? Kama tuko after money. Ili short ni hivi. Unajua mimi naamini katika mafanikio, na mafanikio sio ya kila mtu, kwa sababu hakuna dawa ya mtu mzima tamu. Lazima uambie ukweli, ukapate akili na vitu visogee. Ni hivi. Ukitaka kufanikiwa lazima ujisacrifice. Sasa kwenye kusacrifice, usipambane na vitu ambavyo viko nje ya uwezo wako. Pambana na vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wako ili upate ambavyo hauna. Anza na haya masomo, yafanyie kazi. Juzi tupata shuhuda mwanafunzi wetu mmoja kwenye mtandao. Anasema ameanza kutufuatilia. Sasa hivi ana kuku 180 kwa siku, anapata mayai tray 5. Sio mwanafunzi wangu wa program za kulipia. Ni mwanafunzi wangu wa kufuatilia masomo haya ninayofundisha. Dozi yako nafikiri kwa imekuingia. Kama hajatosha, siku nyingine. Inakuwaje wa Tanzania live ya watu wasio tusaidia, watu wamejaa hapa live session hatufiki 20, so sad. Sikiza nikwambie rafiki yangu, kwanza mshukuru Mungu kwa kuona hichi kitu ni muhimu, kitakusaidia. Cha kwanza kabisa. Cha pili, ili kuwasaidia watu ambao unadhani wanahitaji kupata msaada, ni sisi kupata matokeo. Kingine ambacho ni kizuri zaidi, mafanikio sio ya kila mtu. Mafanikio ni ya watu serious basi. Na hata siku moja hutakaa uende kwenye maeneo ambayo unaona kabisa vitu vitabadilisha maisha, ukakuta watu ni wengi. Hakuna hiyo kitu. Kingine ambacho mimi nilisemaga namshukuru Mungu kwa kujua mapema. Kuna ile kitu anasemaga watu sauti ya wengi ni sauti ya Mungu, ni uongo. Mungu hatafutagi wengi. Mungu anatafuta watu walio serious. Anasema hivi, namtafuta mtu atakayejinyenyekesha na kunitafuta, akasimama kwa ajili ya nchi ili aokoe nchi. Mtu, hajasema watu, mtu.
Wewe sasa hivi rafiki yangu, ukiweza kupambana ukapata maarifa, haya maarifa Mungu atawekeza kwako ili uwasaidie watu wengi sana. Wengi sana. Manake wewe utaanzisha kampuni. Ile kampuni utaajiri vibarua, utaajiri nani. Hata kama una vision kubwa kwa kiasi gani ya kubadilisha watu, pale kwenye kampuni yako, hata ukianzisha sessions za kufundisha wafanyakazi wako kuanzisha makampuni, hawataanzisha walio wengi. Watakuwa tu kama unajiona, unajipendekeza, wewe sijui bosi vipi na vitu kama hivyo. Lakini kuna mmoja atachukua ile maarifa, atayafanyia kazi, anaungana na wewe mkabadilishe dunia. Kwa nini napeni siri? Hatuhitaji kitu ya watu wengi sana ili tubadilishe mazingira tulionayo. Tunahitaji kupata watu wachache walio serious, watabadilisha kila kitu. Hicho kitu mimi ndio ninachokiamini. Kwa mimi siamini katika wengi, naamini katika watu walio sahihi. Haya, hii live inakuwa mara ngapi mkuu? Okay sawa. Kama ni mara yako ya kwanza kutufuatilia, live tunafanya Jumatano na Jumamosi. Of course wewe unakuwa kati ya saa 1:30 au saa 2, nategemea ratiba zetu. Sasa kitu cha msingi ambacho nataka uweze kukifanya, kila siku nasema nitapini ile namba hapa afu nakuwa nasahau. Anyway, hii namba yetu 0761 825 808. Andika neno program kwenye hii namba hapa. Sasa hapa nikishairuhusu tu hapa nitasahau tena nilipoishia, tutaanza tena kupoteza muda mwingi. Naomba uandike hii namba 0761 825 808. Andika neno program, andika neno ushauri ili tupate ujumbe. Tutakuingiza kwenye community ya watu ambao tutakuwa tunawatumia ratiba kwamba leo utafanya lini na vitu kama hivyo, ili nawe uweze kuwepo. Darasa zuri sana Isee, barikiwa sana, asante sana kwa kuniappreciate Huyu jamaa apigi kelele, this is a serious issue among we Africans. Nashukuru sana kwa appreciate. Okay, mimi nafikiri wacha nifikie hapo. Nipitie hapa kama kuna mtu mwingine ameongeza kitu chochote hapa. Anasema hivi, tufanyeje kuhusu vyakula vya kuku unavyotegemea ili kuku hawa wanaofuga wawe watamu kama wa kienyeji? Okay, tumezungumzia sana kwenye program zetu. Nafikiri na muda wenyewe tulionao hautaweza kucommit. Kikubwa ndio kutufuatilia kwenye masomo yetu, lakini pia kama uko interested tutumie ujumbe kwenye WhatsApp 0761 825 then tutashare na wewe mikakati mbalimbali ambayo tunadhani inaweza kutusaidia. Haya, mwingine anasema Mungu akubariki sana brother, asante sana. Thank you for the YouTube for YouTube head up. Okay, asante sana. Profitable Farm TZ. Mjomba, asante sana, leo ni kipindi changu cha pili lakini tayari najiona bilionea. Wow! Thank you billionaire. Safi sana. Jipe muda kafuatilia ya masomo ambayo tumeshare kule kwenye YouTube, itakusaidia sana. Otherwise tukishare hizi YouTube, njoo pitia, fuatilia masomo na naamini kabisa Mungu atakusaidia na tutafikia mwafaka ule ambao tunaamini siku moja kuna watu watakwenda kufanya wonders kupitia project za nyumbani. Jamani, niwakumbushe tu kwamba tunaelekea mwaka ambao ni kila mwezi ni kula kuku na mazao ya kuku. Kutakuwa na siku moja ambayo ni celebration, kula kuku. Jamani, hebu imagine uko na paja lako. Au unapaja. Alafu sasa wewe sikiliza, kwenye dunia kuna watu aina mbili. Kuna wanaoshangaa na wanaoshangaza. Rafiki yangu, wewe kazi yako ikiwa siku hiyo kusema haza alisema kuna kula kuku, leo ngapi wameshia kuhusu kula, wow, usiwe sehemu ya watu, uwe sehemu ya kushangaza. Naamini hiyo itakuwa chachu ya kuhakikisha kila mmoja ana project nyumbani. Jamani, mimi ningetamani kuendelea na nyinyi, lakini kwa sababu muda ni ukuta na tunahitaji kwenda kupumzika na kufanya majukumu mengine, na mimi natakiwa niwaachie na nyinyi sasa mkaya digest, mkayafanyie kazi haya mambo ili muende tukapate matokeo, sio? Unajua mwisho wa siku lazima tupate matokeo. Rafiki zangu, mimi niwatakia wakati mzuri. Jambo la msingi ni moja tu. Kama uko interested tukushike mkono hatua kwa hatua, hakikisha unatucheki kwenye namba yetu ya WhatsApp 0761 825 808. 0761 825 808. 0761 825 Jambo la msingi, mwarike rafiki yako mmoja tu, mwambie tufollow kupitia ukurasa wetu wa Instagram Profitable Farm, na endelee kufaidika na haya masomo. Lakini pia atafuatia YouTube kwa jina la Profitable Farm TZ, atapata haya masomo yote. Jamani, kila laheri na muwe na wakati mzuri.